Sasa walimu na Wakristo wote tumsifu Yesu Kristo. Kwa ajili ya wakati sasa hivi sisi kama familia hatuna mengi kwa vile kesho ndio tutatoa ushuhuda sana kuhusu meda zake, ila tu kuchukua hii nafasi kwa ajili kwa niaba ya familia kurudishia shukrani na asante kuu sana kwa wale wote ambao wamehusika katika harakati kutafuta uponyaji wa meda zake shemeji Mama Jane. Na sana sana Baba Baroko, nachukua nafasi hii ya kipekee kweli. Yale yote ambao kati ya father ametoa ushuhuda kwa mimi ama kwa ajili ya familia, hata nashindwa kukueleza kwa sababu sio rahisi kweli. Vile amekuwa akikimbia na kuja nyumbani anachukua mpaka hata mwisho. Vile amesema kwamba sasa siku vile tulipokea ripoti kwamba Mama Jane ameaka kule Eldoret, vile tuliambia kwamba tukakimbia kule mochari kumngoja, kweli father ndiye alikuwa wa kwanza kufika pale. Na ni kweli yeye mwenyewe ndiye apokea mwili kutoka kwa ambulance na akapeleka kwa mochari. Sio kwa kwa mochari. So father nasema sana asante sana kwa niaba ya familia. Na wale wote ambao kweli wamechukua nafasi yao, wamejinyima nafasi yao na wakakushughulikia kutafuta uponyaji wa shemeji. Katika harakati ya hawa watu, labda tu nitachukua nafasi tu hii kumwamsha tu, na hata sema ndugu tu mmoja ambaye vile msikia bahati akisema kwamba marehemu alipelekwa mpaka Nairobi. Kuna ndugu hapa ambaye kweli amekuwa ameshughulikia shemeji kuna Nairobi, lakini kweli Mungu naye alikuwa amempenda na akamuita shemeji. Ndugu Robert, simama tu na usalamito wa Kristo, alafu kesho tutatoa ushuhuda zaidi. Asante sana. Father, vile uliomba kwamba tumechelewa, lakini mimi naona kwamba yote ni kwa ajili ya mpangilio wa Mungu. Kwa sababu hata nakumbuka vile marehemu aliletwa mochari, vile tuliweka tu hivi, mvua ilinyesha zaidi, tulikimbia na tulichikinga Bungoma for almost 3 hours. Tena vile tumefika hapa, naona kwamba ilikuwa tu ni mpango kwamba marehemu hawa hapa kanisani mvua inyeshe, na tunaamini kwamba mvua ni nini? Ni baraka. Kwa hivyo wanachukua nafasi wa Kristo na kila mtu kwamba karibu nyumbani hata leo na hata kesho. Vile pati amesema ya kwamba sisi pekee yetu familia hata penye tumefika hatuwezi kufikisha safari ya meda zake. Tunahitaji uwepo wa nyinyi wote. Asante sana. Mapatri wetu, familia ya mwenda zake, brothers, sisters na walimu wetu wa dini na Wakristo wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. Sisi pia kama parish tumehuzunika sana kwa kifo cha Mama Jane. Kwa sisi wanaume, saidi mimi huwa nasema ni vizuri mimi niende niwache mama, kwa maana sasa na uzee wetu huu mwalimu ataanza maisha namna gani? Hii yote nimwachia Mungu, kwa maana kama tungepika kura mimi ningesema mwalimu aende awache mama. Hiyo lazima niseme wazi, kwa maana unajua sisi wanaume saa nyingine huwa tunakuja kama tumechelewa. Hii mambo ya kwanza ile maisha tunajua ya kina mama hawa huwa wanafanya kazi, sivyo? Haya yote ni ya Mungu, na kwa maombi yetu tutaombea mwalimu na familia yake wakae kwa usalama, na Mungu awasaidie na hayo. Asanteni, Mungu awabariki. Mungu ni mwema. Asante sana ndugu, kwa niaba ya familia. Asante sana mzee Winslaus. Tumekuwa tunaongelezana na mhulu umanifu siwali Father Nyongesa. Tunapolinda the Father Nyongesa Senior and the Father Nyongesa Junior. Mwalimu Cornelius mama ameondoka, utaishi salama. Fwezi kuli yumansa kulinae tena kina kulisa sawa.
Yeah, come on. God is good and all the time. In the interest of time, nawashukuru sana, na kwa heshima mniruhusu nimkaribishe ndugu yangu pia awasalimie, kisha tupate baraka ya mwisho. Father. Asante Padre. So, Mungu ni mwema kila wakati. Nimesikia huku hii mambo ya Father Nyongesa, watu wengi. Nyongesa ni huyu sasa. Mimi ni Father Mark. Fatimaka ni ya kuka yangu, ya kusaa mama yangu. So, but hiyo ndio jina mara mingi. Sasa wengi wanashindwa, si huyu ni Mark, tulisoma naye na Parana Mashielo. Tena, but anyway, that's my name, Father. Yes. So, nimeshukuru kuwa hapa katika parokia hii. Nilikuja Father alikuwa anaitwa Apollo David. Nilimtembelea na akanikaribisha hapo mahali hapo. Hapo juu. Tukakaa na yeye, ndiye alikuwa jikoni, ndiye alikuwa sitting room, ndiye alikuwa bedroom, ndiye alikuwa sacristy. So na juzi tena nikaambiwa kuna Father Geoffrey, na asante sana Father na huo moyo ambao uko nao. So vile katika parokia yetu ya Kimaiti, nafikiri tangu Mungu aupe pole, wacha tu nikistaki. Na kwa sababu naishi mbali na mimi pia nimeanza parokia mpya, hata at least niko na kanisa, lakini mimi pia sina nyumba. Walitengeneza karumu moja, lakini nikasema hata ingekuwa ghorofa ningelala rumu moja tu. So nami pia nilianza parokia saa hii kwa mwaka moja na miezi 6, na ngangana kujenga penye huko Eldoret. Na nimejiuliza, nimejiangalia, imagine kama parokia mpya sasa ya Kimaiti inaitwa Saint nani? Holy Guardian. Aweka sasa bweni haula kota. So imagine vile katika parokia Holy Guardian, na kumbe is Holy Guardian. Mimi ndio padre wa kwanza. Na wa kwanza ni wa mwisho. Wa mama, wewe kama wenye mlikuwa mmeamua fungua. Tunataka ili at least kuwe na vocation, si ni ukweli? Hatuna, imagine sasa atiparokia msiba padri na masisa watatu. Kuna Sister Mary, John Mary kutoka Nabara, Sister Phyllis kutoka Nabara, na Sister Concepta kutoka Kitabisi na mimi. Parokia mzima imeisha, unless kama kuna mwingine mahali. So, enda mfikirie. Na side kuliko side hapa Kimaiti. Hata sidhani kama wanakati sister hapa Kimaiti. Hakuna sister, hakuna patri, hakuna brother. Kimaiti, Wenslaus, mwetareta wa kituo hii umekuwa tangu nilijua mwalimu samani tulikuwa watoto tukija na misa na parasa ya tukiwa anda Kibabii samani. Tulikuwa tunakuja Christmas. Kuna miti hapo na angalia hiyo miti iko hapo karibu kwa shule hapo. Yenye tulikuwa kinunua shati Disemba mwezi wa 8 na longi unaweka tu mpaka tarehe 25 kufai ndio unakuja Kimaiti misa na kurudi nyumbani. So Kimaiti ingekuwa hata kabla Kimwanga Kimaiti ingekuwa parokia. Kabla Mianga itakuwa Kimaiti ingekuwa, si ukweli? Biblia ilisema wa mbele atakuwa nyuma na wa nyuma atakuwa mbele. So nani anajua pengine sasa nyinyi ndio mtakuja atakuwa mbele zaidi kuliko isingi? Si ni ukweli? So ni maombi. Tuendelee kuomba na si pia tumejionea penye tumeona, siwezi kuambia Father penye nimeona, na mimi pia niko parokia mpya lakini wasimu hawafana. Unajua kuna mwingine alipewa shati lakini kupenduka kona hivi hapo na mwingine ako complete uchi kabisa akasema afadhali mimi nilikuwa na kaswali akampa hiyo shati. So hata kama mimi pia niko na parokia mpya lakini nimeona waje na mimi pia natafuta shati. Nimeona Father naye yako saidi kuliko mimi. So nikimwambia Father siku moja nikuje kusoma hapa Bisa. Sitasema waje tumalize hii ya kieni. Sawa. Otherwise asante. Na kwa sababu tulisema hakujai kuwa na sister. Kuna sister leo. Sister Teresa kuja tu, neno moja tu alafu ufungie. Maybe unaweza katika alienda hako. Maybe jana anasafanya ili miujiza ifanyike wasichana wengi watoke hapa, sio kweli?
wawe masista kutoka Kimae. Pole sisa, tukekusahau. Asante Father. Father Baba Barokeni. Father Nyongesa. Nyongesa unajua ni wito wangu. Nikimaliza shule ndio huyu akaingia Nasar. Nikimaliza shule ndio akaingia Nasar. Napar. Na nilikuwa nikisoma na Cornelius. Na dada mkubwa wa Cornelius, Willy Broda. Hao ndio nilikuwa nikisoma nao. Uno naba resisi. Naba resisi alundi. Mirembe kia jeni. Uno kana ulile kama sika ka jeni. Nalmandi tawe nganasoma ngani Cornelius. Na nabuno nami kya modumi cholwa Nyongesa asi manoli. Jeni ne nja Mungu muni wanja kanilanga. Jeni ni wambe kyanga busuma. Hata kama jina ka halimota ate skwane halimota anyolanga hujeni. None jeni kya hola bula ino kwa hola musebala muno. Hele subira kama akanili. Kama akanili la sabula imma honoke kama takatifu. Ono fesinga hulukendo no musebala muno huli bakeni. Fuzo kuipange bula inga jeni kepanga. Kaumyanga kinyama lakini kabejanga na imani. Kaba ndelisubira lila isana. Ono fesinga kubane ndelisubira angalia jeni no Cornelius uli masekasi. Yikumye wasi. Yikumye abisa. Ono holtila ebisoni sekarikaro. Sone ebisoni. Ono saizo olumoli muntu wenjo kuntu wembe ota. Sa amo tatafuta. Haja kureba hoembe ulundi hapana. Tusikie hiyo. Zama zikuli osai sai mmazinikana kandu. Wakufikile za kule jeni akende milembe. Wela maka ni makono kewe kama takatifu. Subile samwa amanyisa muri Teresa lakini na kulia alene ndewe kimwanga bananga ngabalisima. Balisima kulu, si ndio? Bananga ngase balisima kulu bali lakini sendiso mukulu mukimwanga pari hita, si ndio? Manyine simulize na amabisaka solao anda musakazi sa parish. Maulile. Nonesa ba Teresa nekesa. Lakini sahi menyile chele mukwali kwa ulya kwa chele muku. Ebwene ni emenyile. Malakanga libisa gahokula kuri. Hata mwalimu endesa azu yokosobanga naye. Kwase kweli cyo kubibeje kulwabe ba sister. Kwasomanga naye. Kwasomanga reni kabeja ndezi siasa balikupa na mandi nekingumi. Lakini Cornelius kabeja ndevuri bukali. Lakini yoyo Ningakusoma. None yango kwa panga na kingumi jo hapo ho bana basore babe ho ba brother babe ho ba hulundu. Ende ba sister. Lakini kosi hakusabile kumoyo kwa jeni kuulu hebula. Asante. Asante sister na asante la Kristo weki maitita ulai. Asante Father, asante sister kwa wasia wenu na ushauri wenu. Wakristo najua wana masikio na wamesikia. Kwa heshima ya maijeni wale kutrenda kule kunyola ba hulundu nende ba sister. Na washukuru sana watu wa Mungu, nasema asante. Naomba sote tusimame tuombe sala ya kubariki mwili wa dada yetu na tuondoke tuende nyumbani. Bwana awe nanyi. Kesho tutamsindikiza dada yetu Jen katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho.
Mwili wake utawekwa ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Twakuomba, Bwana, umpokee huyu dada yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Amina. Bariki Baba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Raha ya milele umpe Jane, Bwana, apumzike kwa amani. Amina. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni kwa amani. Ibada ya misa ya kuombea roho ya Mama Jane imekamilika. Muwe na jioni njema. Ayo kasema yenu. Ngavugira kuri. Tunapita vitoro. Sije. Nini je? Elio. Abanye biwe kalako. Echeni mama.
Now we are now heading to home, the home of the late.